Amina. Namshukuru Mungu tena katika siku ya leo ya Jumapili ambayo ni siku ya kumbukizi, kukumbuka kufufuka kwa Yesu Kristo, Bwana na Mwokozi wa maisha yetu. Na niwapongeze watu wa Mungu hapa Mlimani FPCT vile ambavyo mnampenda Mungu. Ukija hapa Mlimani FPCT utawakuta wakaka na wadada wazuri wanaomsifu Mungu. Wameokoka, wamesafishwa na damu ya Yesu Kristo. Wana ujasiri mwingi. Yesu ni Bwana katika maisha yao. Kwa hiyo hapa FPCT Mlimani ni mahali pazuri ambapo watu walioko mahali hapa wanamaanisha kumwabudu Mungu aliye hai na Yesu Kristo mwanae aliyekufa na kufufuka. Na leo hii ni siku ya Pasaka, siku ambayo watu wote waliomwamini Yesu duniani wanasherehekea kumbukumbu la Bwana wao kufufuka kutoka katika kaburi, kutoka kwa wafu. Nikupongeze sana, lakini tumekuwa na semina ambayo ilianza Jumatano. Mungu amekuwa mwema, amekuwa pamoja nasi katika semina hiyo, na kwa kweli tunamshukuru Mungu sana sana. Wewe ambaye umefika leo, hujapoteza, kama alivyosema mchungaji mtumishi wa Mungu kwamba katika ufalme wa Mungu waliofika asubuhi, waliofika jioni, wote walilipwa sawa sawa. Hii inamaanisha kwamba unaweza ukapokea baraka za Mungu leo sawa sawa na yule aliyepokea Jumatano, sawa sawa na Alhamisi na Ijumaa. Bado Mungu anaweza akakuhudumia siku hii ya leo tukiwa katika uwepo wa Mungu. Kwa hiyo niombe ufungue tu moyo wako na tumaini hilo halina shaka. Tumeshamsifu Mungu, tumeshamimina mioyo yetu kwa Mungu. Kwa hiyo uwepo wa Mungu uko mahali hapa, yeye aweze kutuhudumia. Semina yetu ilikuwa na kichwa cha habari au kichwa cha somo, mateso na dhiki ya mwenye haki na yale ambayo inaweza kuwa kama matokeo. Mateso na dhiki ya mwenye haki na matokeo yake binafsi na kwa ulimwengu wote. Tumekuwa tukitazama vile ambavyo mwenye haki anaweza kupitia mateso. Sababu mbalimbali tumezieleza kwamba kwa nini mwenye haki, mtu aliyeokoka, mtu wa Mungu, anaweza kupita kwenye hali ya dhiki na mateso. Na hatuwezi kurudi huko, lakini tumebarikiwa na kuona kabisa kwamba kumbe si bure. Yako makusudi ya Mungu ambao Mungu anaweza kuyaruhusu ili wewe na mimi wenye haki mbele za Mungu tupitie katika hayo mateso. Lakini pia tumekuwa na muda wa kuangalia mateso ya Yesu Kristo. Na siku ya Ijumaa tukiwa hapa, Mungu alitusaidia kuangalia vipengele hatua kwa hatua tangu siku ya Alhamisi na Ijumaa, na kuishia hapo ambapo Yesu alikufa msalabani, bila shaka alizikwa, na siku ya leo ni siku ambayo katika historia miaka zaidi ya 2000 iliyopita Yesu alifufuka kutoka katika wafu. Amen. Amen. Yesu alifufuka kutoka kaburini. Ilikuwa ni siku ya ajabu. Ndugu zangu wapendwa, tunapoangalia maneno ya Mungu, na siku ya leo tutaangalia matokeo yaliyofunguliwa na sadaka hii ya kujitolea kwa Yesu Kristo. Mateso yake yameleta nini? Lakini sina shaka, na tangu tumeanza ibada hii, nyimbo zilizoimbwa mahali hapa zimetangulia yale ambayo pengine tunaweza kuyazungumza katika neno la Mungu. Nyimbo zimetueleza ushindi, nyimbo zimetueleza matumaini na matokeo ya kifo cha Yesu Kristo kutoka katika mambo mbalimbali ambayo wameweza kuyaeleza hapo waimbaji. Na sasa Yesu alipokufa akazikwa, sasa ni simanzi na maumivu kwa wanafunzi. Ile siku anazikwa, na siku ya pili yake, na siku ya tatu, wanafunzi walikuwa katika kujiuliza, na wakiwa katika huzuni hiyo, wakiwa katika mshangao huo, pengine wanajiuliza nini kinatokea. Kumbe tukisoma katika kitabu cha Mathayo sura 28, Mathayo sura 28, hili ni simulizi la kufufuka kwa Yesu. Kabla sijasema matokeo hayo ya kufa na kufufuka au mateso ya Yesu,
Hebu tusome simulizi la kufufuka kwa Yesu. Mathayo ameandika simulizi la kufufuka kwa Yesu. Marko ameandika kufufuka kwa Yesu. Luka ameandika kufufuka kwa Yesu. Mimi nilipenda tusome Mathayo ile sura 28 mstari wa kwanza hadi wa 7. Napenda tusome hapo. Nasema hata Sabato ilipokwisha ikapambazuka siku ya kwanza ya juma, Maria Magdalena na Mariamu yule wa pili walikwenda kulitazama kaburi. Atazama, palikuwa na tetemeko kubwa la nchi, kwa sababu malaika wa Bwana alishuka kutoka mbinguni, akaja akalivingirisha lile jiwe, akalikalia. Hebu sema akalikalia. Haleluya. Amen. Na sura yake ilikuwa kama umeme, na mavazi yake meupe kama theluji. Na kwa kumwogopa wale walinzi wakatetemeka, wakawa kama wafu. Malaika akajibu akawaambia wale wanawake, msiogope ninyi, kwa maana najua ya kuwa mnamtafuta Yesu aliyesulubiwa. Hayupo hapa, kwani amefufuka kama alivyosema. Njoni mpatazame mahali alipolazwa. Nanyi nendeni upesi mkawaambie wanafunzi wake, amefufuka katika wafu. Tazama, awatangulia kwenda Galilaya, ndiko mtakakomwona. Haya nimekwisha waambia. Amen. Amen. Siku ya ajabu inatokea siku ya tatu. Wanafunzi wa Yesu, baadhi yao hasa wanawake, wanaenda kaburini. Wanaenda kutazama. Inawezekana walikuwa na kumbukumbu ya kile Yesu alichosema kwamba siku ya tatu nitafufuka. Inawezekana walikuwa na kumbukumbu hiyo. Lakini inawezekana ilikuwa ni desturi kwenda kutembelea katika makaburi. Inawezekana katika desturi za Wayahudi. Na sasa wanapofika pale mahali hapa tuliposoma, Biblia inasema kwamba kumbe ile siku ya tatu kulipopambazuka siku ya kwanza ya juma, malaika kutoka mbinguni alishuka, halafu akafika pale kwenye kaburi, akalivingirisha lile jiwe, halafu akalikalia. Amen. Yesu Kristo akatoka kwenye lile kaburi, akafufuka, na wale walinzi, kwa sababu kulikuwa na uwepo wa Mungu, malaika ameshuka, wale walinzi Biblia inasema kwamba wakawa wanatetemeka, wakawa kama wafu. Yesu Kristo akatoka kaburini mwenye afya njema, mwenye nguvu, mshindi, mfalme ambaye ni mwokozi wa ulimwengu. Kaburi halikuweza kumshikilia, na yule malaika alikuwa na jeuri. Lile jiwe ambalo lilifunga ule mlango wa kaburi, lile jiwe ambalo lilimziba, na walinzi waliokuwepo kulilinda ile kaburi makusudi kwamba Yesu asitoke, malaika kwa jeuri akashuka, akaliviringisha, alafu akalikalia. Jamani, tupigie Yesu makofi mengi. Akalikalia. Na baada ya hapo wale wanawake walipomwona yule malaika walikuwa wakimtafuta Yesu, na yeye akawaambia kwamba wale wanawake, yule malaika akajibu, msiogope. Ujumbe wa kwanza anawaambia msiogope, msiogope. Bila shaka mnamtafuta Yesu, hayupo hapa, amefufuka kama alivyosema. Amefufuka kama maandiko yasemavyo. Nendeni upesi mkawaambie wanafunzi wake. Habari za kufufuka Yesu ni habari njema. Jamani, ni kweli si kweli? Ni habari njema ambazo zinatakiwa kufahamika kwa watu. Sasa Yesu katika hali yake ya kujitoa na kuvumilia na mateso, na hatimaye kufa, na hatimaye kuzikwa, na siku ya tatu kufufuka, ameleta nini? Jambo la kwanza, Yesu ameleta msamaha wa dhambi na kuhesabiwa haki bure. Meshaimba hilo. Msamaha wa dhambi na kuhesabiwa haki bure. Warumi sura ya 3 mstari wa 24 na 26 unaweza kusoma, lakini inasema kwamba wote wamefanya dhambi na kupungukiwa na utukufu wa Mungu, wanahesabiwa haki bure. Ndugu zangu wapendwa mlioko hapa, bila shaka mnajua ya kwamba kifo cha Yesu ni kifo ambacho kimesababisha sisi tuokolewe, wewe na mimi tuokolewe, msamaha bure.
Mwambie jirani yako, tumesamehewa bure. Tumesamehewa bure, ndugu zangu wapendwa. Tumehesabiwa haki bure. Si kwa matendo, si kwa kujitoa labda kufanya kazi ngumu, si kwa kujihangaisha, kujitaabisha, si kushika sana taratibu fulani mtu anaweza kuokoka. Lakini wokovu, msamaha wa dhambi, kuhesabiwa haki ni bure, kwa sababu damu ya Yesu imekwisha kumwagika pale msalabani, nayo ndiyo inayotusafisha na kutuosha bure. Tunahesabiwa haki bure. Kama hujamwamini Yesu na kama unasikia habari hizi njema za Yesu kufufuka siku ya leo, nataka nikutangazie kwamba msamaha wa dhambi unapatikana bure kwa kumwamini Yesu Kristo, mwana wa Mungu aliye hai, ambaye alijitoa kwa ajili ya ulimwengu huu. Mateso yake na ile damu iliyomwagika ndiyo ambayo kafara inayotosha kusamehe dhambi. Wapo watu katika ulimwengu huu wanajitahidi kuhesabiwa au kuonekana wema mbele za Mungu. Niko hapa kukwambia kwamba haki mbele za Mungu inapatikana kwa kukubali kuoshwa na kusafishwa na damu ya Yesu Kristo, ambaye siku ya leo tunasherehekea kufufuka kwake kutoka katika wafu. Inawezekana umefundishwa au umesikia mafundisho mengine tofauti na haya ninayosema, kwamba unaweza kuwa mwenye haki labda kwa kujitahidi sana kutoa sadaka nyingi, labda kwa kujitahidi sana kuwajali mayatima na wajane. Ni kweli, ukifanya hivyo ni mambo mema, lakini niko hapa kueleza kwamba haki na kuhesabiwa haki, kuwa mtakatifu, kukubaliwa na Mungu, iko njia moja ya kukubali kafara ya Yesu Kristo, kwa sababu damu yake ndiyo inayoweza kuosha na kusamehe dhambi. Amen. Hayo ni matokeo ya kifo cha Yesu Kristo. Tunahesabiwa haki bure, tunasamehewa bure. Jambo la pili, Yesu alipofufuka ameleta ushindi juu ya mamlaka ya shetani na mapepo yote. Mathayo sura 28 mstari wa 18, Biblia inasema kwamba 28:18, Biblia inasema kwamba Yesu Kristo alipofufuka, bila shaka wanafunzi wake walikuwa wakitazamia sana na wakiwa katika hali ya mashaka, lakini yeye akaja kwao. Mstari wa 18 unasema, Yesu akaja kwao akasema nao akawaambia, nimepewa mamlaka yote mbinguni na duniani. Andiko hili unaweza kulisoma na Waefeso sura ya 6 mstari wa 12. Nazungumzia habari za mamlaka ya Yesu. Yesu anayo mamlaka, na mamlaka haya alipewa baada ya kufufuka katika wafu, baada ya kushinda kifo na mauti. Waefeso sura ya 6 mstari wa 12 inasema, Waefeso sura ya 6 mstari wa 12 inasema kwamba, kwa maana kushindana kwetu sisi juu ya damu na nyama, bali ni juu ya falme na mamlaka, juu ya wakuu wa giza hili, juu ya majeshi ya pepo wabaya katika ulimwengu wa roho. Ndugu zangu wapendwa, sisi watu waliookoka wana vita, na vita hii si vita ya kupigana kwa ngumi, kwa damu na nyama Biblia inasema, lakini ni vita iliyo katika ulimwengu wa roho. Maana yake ni vita inayoongozwa na shetani na mapepo, akiwatumia watu mbalimbali kuwapinga watu wa Mungu. Sasa habari njema ni kwamba Yesu alipokufa, alafu alipofufuka, akasema ana wanafunzi wake kwamba nimepewa mamlaka yote mbinguni na duniani. Mamlaka ya Yesu yanaweza kudhibiti mapepo. Mamlaka ya Yesu yanaweza kumdhibiti shetani, na hii mamlaka alipokea baada ya kufufuka. Alikuja kwa wanafunzi wake akamwambia, Bwana, msiogope, mimi ndio nimepewa mamlaka. Yesu anayo mamlaka ya kumdhibiti shetani. Yesu anayo mamlaka ya kudhibiti mapepo. Yesu anayo mamlaka ya kudhibiti kazi za shetani katika maisha ya mwanadamu. Wanadamu wanaoteswa na shetani, habari njema ni kwamba Yesu anayo mamlaka yote. Usiteswe na dhambi, usiteswe na mapepo. Yesu anayo mamlaka
yote ya kukufungua na kukuweka huru kutoka katika hali ya mateso ambayo unaweza kuyapitia. Na huu ni ushindi wa pekee aliopata baada ya kufufuka, ushindi juu ya mamlaka ya pepo wabaya. Jambo lingine, kufufuka kwa Yesu kumetimiza ahadi ya uzima wa milele kwa watakaompokea Yesu. Petro wa kwanza sura ya kwanza mstari wa 3 na wa 6. Petro wa kwanza sura ya kwanza mstari wa 3 na wa 6. Petro wa kwanza, naomba msomaji mmoja anaweza kusoma hapo. Petro wa kwanza sura ya kwanza mstari wa 3 hadi wa 6. Waraka wa kwanza wa Petro. Biblia inasema, ahimidiwe Mungu Baba wa Bwana wetu Yesu Kristo, ambaye kwa rehema zake nyingi alituzaa mara ya pili ili tupate tumaini lenye uzima kwa kufufuka kwake Yesu Kristo katika wafu. 4, tupate na urithi usioharibika na usio na uchafu usionyauka uliotunzwa mbinguni kwa ajili yenu. Nanyi mnalindwa na nguvu za Mungu kwa njia ya imani hata mpate wokovu ulio tayari kufunuliwa wakati wa mwisho. Sasa nasema mnafurahi sana wakati huo, ijapokuwa sasa kwa kitambo kidogo, ikiwa ni lazima mmehuzunishwa kwa majaribu ya namna mbalimbali. Amen. Amen. Nitazungumza hapa kidogo. Kufufuka kwa Yesu kunatimiza ahadi ya uzima wa milele watakaopewa wale waliompokea Yesu. Neno la Mungu linasema katika Yohana sura ya kwanza mstari wa 12, bali wote waliompokea Yesu waliowapa uwezo wa kufanyika watoto wa Mungu. Si ndio jamani? Ndio wanaoliamini jina lake, waliozaliwa si kwa mapenzi ya mwili lakini kwa Mungu. Na alikuja kwa walio wake, lakini walio wake hawakumpokea. Lakini waliompokea aliwapa uwezo. Na tunapata maneno ya faraja. Kufufuka kwa Yesu kunatupa ahadi. Mstari wa 3 unasema, ahimidiwe Mungu wa Bwana wetu Yesu Kristo, ambaye kwa rehema zake nyingi alituzaa mara ya pili ili tupate tumaini lenye uzima kwa kufufuka kwake Yesu. Kwa kufufuka kwa Yesu tumepata tumaini la uzima. Uzima wa milele. Tupate na urithi usioharibika. Unajua, kwa sababu Yesu amefufuka, ametuhakikishia uzima wa milele. Lakini huo uzima wa milele ndani yake kuna urithi usioharibika. Hebu sema urithi usioharibika. Unajua urithi, watu wanarithi vitu mbalimbali na wanaweza ukavirithi kutoka kwa wazazi wao. Na kumbe hata sisi, kwa sababu tumezaliwa na Mungu, mtu aliyeokoka, aliyempokea Yesu amezaliwa na Mungu, na baba yake wa mbinguni anao urithi kwa ajili yake. Mungu wetu anao urithi kwa ajili ya wote waliomwamini Yesu. Na kwa sababu Yesu amefufuka, urithi huu unathibitishwa kwa sababu ya kurithi uzima wa milele. Kule mbinguni kuna urithi. Kule mbinguni kuna urithi. Mimi sijui utarithi nini. Wewe unajua utarithi nini mbinguni? Inawezekana ukapewa magari. Lakini ukipewa hayo magari, Biblia inasema ni magari yasiyoharibika. Hebu mpigie Yesu makofi. Inawezekana ukarithi nyumba, lakini hizo nyumba ni nyumba zisizoharibika. Inawezekana ukarithi vitu vingine, lakini huo urithi, inasema kwamba umetunzwa mbinguni. Umetunzwa mbinguni. Urithi wako msichana umetunzwa mbinguni. Urithi wako mvulana umetunzwa mbinguni. Urithi wako baba umetunzwa mbinguni. Utaupataje? Kwa sababu Yesu amefufuka katika wafu, anatuhakikishia urithi huo. Tutaishi milele mbinguni katika uzima wa milele na kupokea ule urithi usioharibika. Na si tu kwamba hauharibiki, usionyauka, uliotunzwa mbinguni kwa ajili ya watakatifu. Jamani, Bwana asifiwe sana. Kuna mahali inaelekea. Na jambo la 4, kanisa kupitia kufufuka kwa Yesu Kristo lilizaliwa, na ukombozi unaendelea ulimwenguni kupitia kanisa.
Matendo sura ya 20 mstari wa 28, Biblia inasema kwamba naomba msomaji wangu usome hapo. Utaona vile ambavyo kanisa limenunuliwa kwa damu ya thamani, na Yesu Kristo mwenyewe ndiye amelipa gharama ya kulinunua kanisa. Karibu mstari wa 28. Biblia inasema, jichunguzeni nafsi zenu na lile narudia vizuri. Anasema jichunguzeni nafsi zenu na lile kundi lote nalo ambalo Roho Mtakatifu amewaweka ninyi kwa waangalizi ndani yake, mpate kulilisha kanisa lake Mungu alilolinunua kwa damu yake mwenyewe. Amen. Amen. Yesu Kristo amelinunua kanisa lake kwa damu yake mwenyewe. Na ukisoma pia Petro anasema, nanyi mfahamu ya kwamba mlinunuliwa si kwa vitu viharibikavyo, kwa fedha au dhahabu, lakini mpate kutoka katika mwenendo wenu mbaya, ila kwa damu ya thamani ya Yesu Kristo. Kupitia kanisa ukombozi unaendelea, kwa sababu kanisa linaendelea kuhubiri Injili, na ile damu ya Yesu Kristo inaendelea kuwasafisha wengi. Wengi wanaokolewa leo na wanapata hakikisho la uzima wa milele ni kwa ile damu iliyomwagika, ambayo ndiyo bei iliyolinunua kanisa lake. Tumpigie Yesu makofi. Bwana Yesu asifiwe sana. Damu ya Yesu ni damu ya thamani. Damu ya Yesu ni damu ya thamani. Damu ya Yesu ni damu ya thamani. Haiwezi kulinganishwa na dhahabu, haiwezi kulinganishwa na silva, haiwezi kulinganishwa na pesa, kwa sababu damu ya Yesu ndiyo ambayo imenunua maisha yetu, ndiyo ambayo imetukomboa. Nataka kusema nini wapendwa? Ni kweli tulikuwa tunaimba hapa, ni kweli tulikuwa tunacheza hapa, ni kweli hata mimi nimesema kwamba sisi tumenunuliwa bure. Ni kweli Yesu ametununua bure, lakini liko jambo moja ambalo tunapaswa kulifanya kuthibitisha ule upendo wetu kwa Yesu Kristo. Sisi tuliookoka tunadaiwa upendo kwa Yesu Kristo. Yesu alitupenda. Yesu ameupenda ulimwengu, akajitoa, akafa kwa ajili yetu. Sisi tutatoa nini? Hiyo ndio swali tunaweza kujiuliza wakati ambapo tunasherehekea kumbukumbu ya kufufuka kwa Yesu. Yesu amekwisha jitoa. Ni kweli amelipa gharama. Na unajua gharama aliyolipa Yesu ni kubwa sana, ambayo siwezi kujua kwamba inaweza ikalipwa kwa namna gani. Haipo. Ni rahisi sana, hata Yesu alisema ni rahisi sana mtu kuweza kujitoa kwa ajili ya mtu mwema, lakini si rahisi kujitoa kwa mtu mwovu. Unajua watu wanaweza wakapendana, alafu wakasema, unajua mimi nakupenda sana, siwezi kuishi bila wewe. Hii inawezekana? Mtu na mpendwa wake wanaweza wakapendana, sema, unajua baby, siwezi kuishi bila wewe. Inawezekana umewahi kumwambia hiyo mpendwa wako, lakini nataka nikupe challenge, utafakari hayo maelezo yako sahihi. Siwezi kuishi bila wewe baby. Wewe ni wangu wa kufa na kuzikana. Ni sahihi? Ni sahihi? Kuna mtu anatikisa kichwa hivi na anafanya. Kauli hiyo labda inamaanisha kwamba naweza kutoa maisha yangu kwa ajili yako. Labda inamaanisha hivyo. Wakati namshuhudia mke wangu hapa, nikiwa kijana kabisa mbichi, na niona hivi mbaya shai kabisa, na yeye alikuwa sawa sana. Sasa hivi ana watoto 3. Kwa hiyo si rahisi kwamba bila shaka tumepitia mchakato fulani, si ndio? Bwana asifiwe sana. Kwa hiyo unapochudia unashawishika kusema, baby, unajua bila wewe siwezi kuishi. Lakini siku hizi huwa natafakari, nafikiri sasa hivi ndio nilipaswa kusema hivyo, sio wakati huu. Unajua wakati ule tujaishi wote, si ndio? Tungalia mwanzaji msema siwezi kuishi bila, hata mjaishi, hata muishi wote. Jamaa yuko kule tu anaendelea maisha yake, na mwingine yuko kule anaendelea maisha, siwezi kuishi. Mbona unaishi? Are you serious? Siwezi kuishi bila wewe.
unaishi, unaendelea kuishi. Sina mwingine anaishi kwa. Alafu unaanza lakini sasa hivi nafikiri mkiwa unaweza kushawishika kwamba siwezi kuishi bila wewe. Kupata hiyo natakiwa nitafakari pia. Halo, epunga mkono kama unanielewa huko. Najua hapa kuna vijana wengi sana. Nafikiri naongea lugha inayoeleweka kidogo. Kwa sababu sasa tunaishi wote na tumeishi kwa pamoja sasa tuna miaka 10 na zaidi, 11. Hayo nimeshamtegemea na ameshanitegemea, si ndio? Lakini hata katika hilo linapokuja swala la kusema bila wewe, yani kutoa maisha, hiyo ni issue nyingine wapendwa. Au unasemaje? Unajua unaweza kutoa kila kitu uokoe maisha yako, kweli sio kweli? Kwa sababu mtu anapobanwa, leo utatueleza bwana nitakupa kila kitu, nitakupa pesa, hebu uniachie uhai wangu, kwa sababu uhai ni muhimu sana. Si ndio? Uhai ni muhimu. Unawezaje kubaki na pesa? Toa ubaki hai. Lakini Yesu alifanya kinyume chake. Bwana asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana asifiwe sana. Yesu alitoa uhai wake ili kusudi akupate wewe. Kitu ambacho mtu anakithamini ni uhai alionao, ni uzima alionao usiondoke. Lakini Yesu aliachilia uzima wake ili kusudi kutupata sisi. Tumpigie Yesu makofi. Yesu anakupenda. Yesu anakupenda, Yesu anatupenda, alitoa uhai wake. Maana yake mimi sisi ni wa thamani mbele za Mungu sana. Maisha yako ni ya thamani mbele za Mungu. Maisha yako ni ya thamani mbele za Mungu. Roho yako ni ya thamani mbele za Mungu. Katika kiwango ambacho Yesu akuona ile kuwa mbinguni, ni swala la kuendelea kukaa huko, akashuka, na hata hapa itoshi, akashuka kama mtumwa, akasema itoshi, na kwenda msalabani kwa ajili ya kufa kwa ajili yako na mimi. Alitoa thamani ambao ni thamani ya hali ya juu sana. Yesu ametoa maisha yake kwa ajili yetu. Yesu alikufa ndio sisi tuishi. Yesu alikufa ili kusudi kanisa lizaliwe, alafu lisife liendelee kuishi, kwa sababu kanisa liko hai. Wewe na mimi tuko hai ndani ya Kristo. Yesu alikufa kwa ajili yetu. Kwa hiyo kanisa haliwezi kufa. Kwa maana nyingine, kanisa litaendelea kwa sababu Yesu yuko hai, na kanisa liko ndani ya Kristo ambaye yuko hai ili kusudi alifanye liishi. Nakumbuka habari ya ule ushuhuda wa ile kijana kwamba wewe unatuzuia kwenda huko karibu ya tukahubiri Injili eti kwa sababu utakufa. Sisi tumeshakufa. Sisi sasa ni uhai wetu umefishwa ndani ya Kristo. Sisi tuko hai kwa sababu tu ya Kristo. Mtu aliyeokoka uhai wake uko ndani ya Kristo. Anaishi kwa ajili ya Kristo, anatembea kwa ajili ya Kristo, anamwabudu Kristo. Yesu Kristo ndio kila kitu kwake. Aliyetoa maisha yake kwa ajili yangu. Ni nani huyo? Ana thamani kubwa sana. Bila shaka tumpigie Yesu makofi. Tumpigie Yesu makofi. Nataka kusema nini wapendwa? Kama Yesu alitufia, kama Yesu alituokoa, lazima tunalo jambo la kujitolea kwa ajili yake. Kujitolea kwa ajili ya Yesu. Ndugu zangu hapa Mlimani FPCT, nataka niwaambie kwamba Yesu ametusafisha, ametuosha bure, na leo tunasherehekea kufufuka kwake. Lakini hebu tujitolee kwa Yesu. Nasema mambo hayatabadilika hapa Mlimani tusipokuwa tayari kujitolea kwa Yesu. Yesu anasema nini? Biblia inasema nini? Itoeni miili yenu iwe dhabihu takatifu ya kumpendeza Mungu, kwa sababu hii ndio ibada yenu yenye maana. Wala msifuatishe namna ya dunia hii, lakini mgeuzwe kwa kufanywa upya nia zenu, mjue hakika yaliyo mapenzi ya Mungu makamilifu ya kumpendeza. Miili yetu tunaitoa kwa Mungu, tunajitoa kwa Mungu. Jambo la kwanza, tunajitoa kwa Mungu. Haina kuuliza, haina maswali. Yeye alikwisha kujitoa kwa ajili yetu, na sisi tunajitoa kwake. Tunajitoa kwa Yesu, kumtumikia yeye, kumpenda yeye, kuja hapa
kushuhudia mahali hapa, kutoka hapa kwenda mitaani kushuhudia, kueleza habari njema. Yesu amefufuka, Yesu amefufuka kutoka kwa wafu, Yesu amefufuka. Yesu ni Mwokozi, Yesu ni Mwokozi. Amen. Kwa hiyo lazima tujitolee kwa Mungu kwanza, na pia tujitolee sisi kwa sisi, lakini tujitolee kwa kazi ya injili ya ulimwengu. Wewe unaweza kufanya zaidi ya hapo. Kwa nini? Kwa sababu Yesu amefanya zaidi sana. Aliyekufa kwa ajili yangu nitamtumikia, aliyekufa kwa ajili yangu nitamwimbia, aliyekufa kwa ajili yangu nitamtolea. Ikifika wakati wa kumtolea, mimi sitakuwa na maswali, kwa sababu yeye alishajitoa kikubwa. Mimi sitakuwa na vizuizi, kwa sababu yeye ameshajitolea. Nitamtolea Bwana. Hiyo imekali, hiyo imekali, imekaa vizuri, si ndio? Kujitoa kwa ajili ya Bwana. Maandiko yanasema chembe ya ngano isipoanguka ardhini na kufa, itabaki peke yake. Ukichukua mbegu ukaiweka hapa kwenye hii speaker, ukaenda mwezi wa kwanza wa pili, utaikuta iko vile vile, kwa sababu mbegu haiwezi kuota ikiwa hapa wala ikiwa kwenye glass, si ndio? Mbegu inaota ikiwekwa kwenye udongo. Na hili inaashiria nini? Chembe ya ngano inaashiria mtu wa Mungu, wewe na mimi ni mbegu. Kwa bahati mbaya ukibaki katika yale mazoea, hakuna kitakachotokea. Unajua bwana, sisi hili ni kanisa letu, tumetokana nalo mbali. Hiyo haitasaidia, sawa, hiyo ni historia, lakini utabaki pale pale. Unajua bwana, wengine wamebaki katika mazoea hayo, wameshindwa kupiga hatua za wokovu. Usibaki katika mazoea. Watu wengine wamebaki katika mazoea ya elimu walionayo, historia. Hayo yote wapendwa, yanaweza yakazaa kiburi na kutokumpendeza Mungu. Lakini upendo na kujitolea unazaa matunda. Upendo na kujitolea unazaa matunda. Upendo na kujitolea unazaa matunda. Kwa sababu Yesu alitupenda, ndio maana akaja, ndio maana akashuka, na ndio maana matunda yake ndio sisi leo. Hata sisi kumbe tukiwa na ule upendo wa Yesu, tukajitolea, tutazaa matunda. Mbegu lazima ianguke. Mbegu lazima ianguke. Hebu sema mbegu lazima ianguke. Mbegu lazima ianguke. Wewe ni mbegu, lazima uanguke. Udondoke, utoke pale uliposhikilia. Lazima uondoke katika mazingira ya comfort zone. Pale ambapo umezoea, udondoke kutoka pale. Alafu mbegu lazima ife. Mbegu pia baada ya kufa inazaa matunda. Kwa hiyo kuna hatua tatu: kudondoka, kufa na kuzaa matunda. Bwana Yesu atusaidie sana. Matunda yanayozaliwa au matunda yatakayozaliwa ni vipawa vya Mungu. Matunda yatakayozaliwa ni vipawa vya Mungu vinavyotolewa na Mungu mwenyewe ndani ya mtu. Kwa sababu ya kujitolea kwako, kwa sababu ya kumpenda Mungu, Mungu ataongeza vipawa ndani yako. Mungu atakufanya kuwa mtumishi wa Mungu. Nakwambia hii mlimani, watu wakiendelea kujitolea, watu wakiendelea kujitoa, haitakuwa hivi mwaka kesho. Wanaokubali wapigie Yesu makofi. Kwa nini? Kwa sababu ni mbegu ambayo itakuwa imepandwa. Watu tukiendelea kujitolea katika maombi. Kwa nini tunafanya hivyo? Tunajua kwamba Yesu alishajitoa kwa ajili yetu. Hatuna muda wa kusubiri. Hakuna muda wa kusubiri. Yesu ameshafanya kazi yake. Imebaki kazi yetu. Nilisema wakati wa semina, kazi yetu sio kwenda msalabani tena. Yesu alishamaliza. Ila tuna kazi ya kujitolea kwa ajili ya Kristo. Na huko ndiko kumwenzi Yesu. Na huko ndiko kupokea uzima. Uzima ambao utafanya matokeo yatokee. Ndugu yangu mpendwa, Mungu atatoa matunda ndani yetu. Hata kule kwenye semina tulijifunza jinsi ambavyo mtu anaweza kuvumilia mateso alafu baadaye akapata utukufu wa Mungu, akapata mazao fulani, matunda. Mungu hutoa matunda ya uvumilivu wetu. Mungu hutoa matunda ya utii.
ambayo huwafaa wote. Ukiwa mvumilivu kwa Mungu, ukiendelea kumpenda Mungu, Mungu atakutolea matunda ya uvumilivu wako. Matunda ya uvumilivu wa Yesu, matunda ya kuvumilia kwa Yesu msalaba wote. Hatimaye Yesu amekirimiwa jina kuu, jina lipitalo majina yote, ili kusudi kwa jina hilo kila goti litapigwa, ili kusudi kwa jina hilo kila ulimi utakiri, na kusudi kwa jina hilo wenye dhambi wanaokolewa ulimwengu wote. Amen. Amen. Kadhalika na wewe pia. Upendo na unyenyekevu na upole na furaha na amani, matunda hayo ndiyo yanayosubiriwa katika ulimwengu. Nataka nikwambie ndugu yangu mpendwa kwamba ulimwengu unasubiria kuona upendo wa Mungu kutoka kwa watu waliopendwa na Mungu. Ulimwengu unasubiria kuona furaha kutoka kwa watu waliopewa furaha na Mungu, kwa sababu ulimwengu huu umekata tamaa, ulimwengu huu umelemewa na dhambi, ulimwengu huu una mambo mengi ya kukatisha tamaa. Ni wapi ambapo tumaini linapatikana? Tumaini linapatikana kwa Yesu Kristo. Na tumaini linapatikana kwa watu wa Mungu waliomwamini Yesu, ambao wao wanaweza kuonyesha upendo wa Mungu katika ulimwengu. Unadaiwa upendo, mwambie jirani yako unadaiwa upendo. Yesu alilipa gharama ya wokovu ndio, lakini wewe unadaiwa upendo. Unadaiwa uvumilivu, unadaiwa upole huko duniani. Hayo ndio matunda ndani yako yatakayoleta matokeo katika ulimwengu. Matokeo yake ni nini? Matokeo yake ni ulimwengu kuokoka. Watu waliochoka, watu waliokata tamaa kubadilishwa na kusaidiwa kwa ajili ya hayo ambayo Yesu amefanya. Baada ya kifo cha Yesu msalabani, matunda yaliyozaliwa ni mengi sana. Na baada ya sadaka kubwa aliyoitoa Yesu Kristo, ilizaliwa kanisa duniani. Hebu tusome Ufunuo sura ya 5 mstari wa 12. Andiko letu naweza kumalizia hapo, Ufunuo sura ya 5 mstari wa 12. Ufunuo sura ya 5 mstari wa 12. Ufunuo sura ya 5 mstari wa 12. Neno la Mungu linasema, wakisema kwa sauti kuu, astahili mwana kondoo aliyechinjwa kupokea uweza na utajiri na hekima na nguvu na heshima na utukufu na baraka. Amen. Amen. Wakisema astahili mwana kondoo wa Mungu aliyechinjwa. Wakisema kwa sauti kuu, astahili mwana kondoo aliyechinjwa kupokea uweza na utajiri na hekima na nguvu na heshima na utukufu na baraka. Anastahili mwana kondoo, anastahili Yesu Kristo aliyechinjwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Anastahili Yesu Kristo aliyechinjwa. Kwa nini? Kwa sababu alivumilia, kwa sababu alistahimili, kwa sababu alipita katika yale mateso. Ndio maana anastahili. Mahali pengine ukisoma katika kitabu cha Ufunuo, alikosekana mtu ambaye anaweza kujitolea kufungua zile mihuri. Juu yake pale ukisoma, nani ataweza kufungua ile mihuri? Nani ataweza kwenda kutoa ile hukumu? Nani ataweza kufanya hiyo kazi? Si mwingine, si malaika, si mwingine yoyote, si mwanadamu, lakini ni Yesu Kristo aliyekufa, aliyechinjwa, anastahili. Wewe na mimi pia tunaweza kuzaa matunda mengi na kufananishwa na mwana mpendwa wa Mungu. Nawapongeza watu wa Mungu, naipongeza kanisa hili, waimbaji na wapongeza. Nakwambia mnamtukuza Mungu na mnafanya vizuri hivyo mnavyomtukuza Mungu. Mlipokuwa mkicheza hapa, nikakumbuka
andiko la Mhubiri kwamba ukumbuke Mungu wako siku za ujana wako kabla hazijaja siku zilizo mbaya. Unajua hivi mnavyofanya, hiyo ni advantage ya kumkumbuka Mungu siku za ujana wako. Wewe na uhakika kuna muda ambao huwezi kufanya hivyo. Si ndio? Si ndio? Si ndio? Anaweza usijue. Lakini nawaambieni vijana, ndugu zangu, mwe na uhakika at the age of 70 hawezi kuruka hivyo bwana. Mungu awasaidie muendelee kujitolea kweli kweli kwa ajili ya Mungu hapa. Na wewe ambaye hujajiunga bado, jiunge kumtumikia Mungu mahali hapa. Mungu awasaidie wale mnaoomba Mungu na maombi ya kujitolea kwa ajili ya kuombea wenye dhambi waokoke. Hilo ndilo deni letu Bwana. Amen. Si ndio? Tunadaiwa upendo. Yesu ameshajitolea. Yesu ameshatupenda. Tunadaiwa upendo. Tunadaiwa uvumilivu. Tunadaiwa utu wema. Tunadaiwa uaminifu. Tunadaiwa tunda la Roho. Kwa sisi na kwa ulimwengu. Tunadaiwa kwenda kueleza habari njema kwamba Yesu ameshajitoa. Yesu ameshakufa. Yesu damu yake inasafisha. Kwa wale wanaotegemea hilizi, wale wanaotegemea waganga wa kienyeji, wale wanaotegemea miungu, tunasema kwamba Yesu Kristo kafara yake inatosha. Hakuna yeyote, hakuna mtu atakayemwona Mungu isipokuwa kupitia kwa njia ya Yesu Kristo. Na utangazia ulimwengu na ulisikia sasa, Yesu ni Mwokozi, Yesu amefufuka, Yesu yuko hai. Njoo hapa Mlimani FPST, utawaona watu waliookoka. Kama uko sehemu nyingine una wasiwasi, unatafuta, njoo hapa FPST Mlimani, utawaona watu waliooshwa na kusafishwa na damu ya Yesu. Wanao matumaini ya kwenda mbinguni, hawana shida na dunia. Wao wameokolewa na kusafishwa na damu ya Yesu. Hata wewe unaweza kuokoka. Hata kama uko hapa hujaokoka, unaweza kuokoka leo. Unaweza kumpokea Yesu leo. Unaweza kumtumaini Yesu leo. Unaweza kujiunga na watu wanaokwenda mbinguni. Unaweza ukajiunga na wale wanaotegemea urithi wa mbinguni. Unaweza ukajiunga na wale wanaotegemea kuishi milele. Unajua watu wote wataishi milele, lakini tofauti ni kwamba wengine wataishi milele katika uzima, katika raha ya mwana kondoo. Wengine wataishi milele katika mateso ya milele. Unachagua wapi leo? Bila shaka chagua kwenda kuishi katika uzima wa milele na katika raha ya milele. Wachane na hukumu ambayo imewekwa kwa ajili ya shetani na mapepo yake na wale wote ambao hawatapenda kufunuliwa kwa Yesu Kristo. Mungu wa mbinguni akubariki sana. Tusimame juu. Mungu wa mbinguni akubariki sana. Wapendwa, leo ni siku ya Pasaka, leo ni siku ya kusherehekea. Kwa hivyo ni muhimu pia kwamba tunapohitimisha, labda tusitumie muda mrefu sana, kwa sababu watu wamejiandaa kwa mambo mbalimbali. Ni mambo mazuri ambayo watu waliookoka, watu waliokombolewa, watu waliomwamini Yesu wanaenjoy hapa duniani, huku tukisubiria kwenda kuenjoy mambo ya mbinguni. Haleluya! Kule mbinguni kuna sherehe na wasubiri watakatifu. Na huko utafurahi na Bwana milele. Mungu akubariki sana wewe uliyenisikiliza. Na Mungu akubariki sana wewe uliyenifuatilia popote ulipo. Lakini Yesu Kristo amefufuka ili kusudi kuleta uzima katika maisha yetu. Basi waimbaji watatuongoza, alafu tutamshukuru Mungu. Watatuongoza katika wimbo, alafu tutamshukuru Mungu. Lakini nitoa wito basi, kama hujaokoka na uko hapa, naweza kukaribia mahali hapa tukaomba pamoja. Kama unataka kuokoka, kama uko hapo unataka kujiunga na watakatifu, unataka kuokoka, naweza ukakaribia hapa. Basi waimbaji, karibuni sana. Damu ya Yesu